Rais Samia Suluhu apata taabu baada ya John Heche kutuma ujumbe mzito akiwa nchini Kenya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, nikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Katika tukio lilovuta hisia na kuibua mjadala mpana wa kisiasa, mwanasiasa wa Chadema John Heche ameibuka kwa kishindo usiku wa tarehe 18 baada ya kufanikiwa kuingia nchini Kenya kwa njia ya binafsi, akisema kuwa hangeweza kukosa kushiriki mazishi ya hayati Raila Amolo Odinga. Tukio hilo limekuja saa chache tu baada ya ripoti kudai kuwa alizuiwa kuvuka mpaka wa Sirari na maafisa wa ulinzi, aliliozua sintofahamu kuhusu heshima ya kidiplomasia kwa viongozi wa upinzani wa Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa mitandaoni, Heche alikumbana na vizingiti vya kiusalama vilivyomzuia kuvuka mpaka, lakini aliamua kuendelea na safari yake akionyesha dhamira thabiti ya kuheshimu kiongozi aliyekuwa nguzo ya mapambano ya demokrasia barani Afrika. Hatua yake ya kuingia Kenya ilichukuliwa kama ujasiri wa kipekee na ishara ya kuheshimu urithi wa Raila Odinga, ambaye amekuwa nembo ya haki, usawa na uthubutu wa kisiasa kwa miongo kadhaa. Heche aliweka bayana kuwa hatua ya kuzuiwa kwake ilikuwa fedheha kubwa kwa taasisi ya ulinzi na ilionyesha namna siasa zinavyoweza kuathiri haki za msingi za kusafiri na kushiriki matukio ya kidemokrasia. Alisisitiza kuwa hatua yake haikuwa ya uchokozi, bali ni ishara ya amani na mshikamano wa familia ya Raila pamoja na wananchi wa Kenya wanaoomboleza kiongozi wao. Wachambuzi wa siasa za ukanda huu wamesema tukio hilo limeibua maswali mazito kuhusu uhusiano wa kisiasa kati ya Tanzania na Kenya, hasa katika kipindi hiki ambapo urithi wa Raila unazidi kuleta hisia kali kwa viongozi wa mataifa jirani. Wengi wanaona kuwa Heche amejitokeza kama sauti ya kizazi kipya cha wanasiasa wanaothubutu kutetea haki hata mbele ya mifumo kandamizi. Na katika ujumbe wake, Heche alisisitiza haja ya viongozi wa Afrika Mashariki kuendeleza urithi wa Raila Odinga kwa kujenga mifumo imara ya kisiasa inayolinda uhuru wa kujieleza, haki za binadamu na ushirikiano wa kikanda. Alibainisha kuwa Raila alikuwa kiongozi wa watu na historia yake inapaswa kuwa somo la uthubutu kwa wanasiasa vijana na viongozi wanaokuja. Wafuasi wa Chadema pamoja na baadhi ya wananchi kutoka pande zote mbili za mpaka wamepongeza hatua yake, wakisema imeonyesha uzalendo wa kweli na kuheshimu urithi wa Raila. Wengine wameitaka serikali kueleza sababu kamili za kumzuia mwanasiasa huyo kuvuka mpaka, huku wakitaka mabadiliko ya sera ili kuondoa vizuizi visivyo na msingi wa viongozi wa kisiasa katika ukanda huu. Tukio hilo linaendelea kufuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari, huku macho ya wengi yakiwa yameelekezwa kwa mamlaka za usalama kuona kama kutakuwa na hatua zozote rasmi. Kwa sasa vitendo vya Heche kuingia Kenya tukio hilo limeonyesha kuwa joto la kisiasa na kuibua upya mjadala kuhusu mipaka ya uhuru wa kisiasa, heshima ya viongozi wa upinzani na mustakabali wa demokrasia ya Afrika Mashariki. Hii ni Kenyascope, ambapo tunakuletea simulizi kamili za siasa, uongozi na matukio makubwa yanayoibua mjadala Afrika Mashariki. Endelea kufuatilia kwa habari kamili, sahihi na zenye uzito.